Nchi zote duniani nguvu kazi ya nchi hizo ni vijana, na ninyi ni sehemu ya vijana hao, na vijana ndio taifa la leo na la kesho. Kama hivyo ndivyo, tunao wajibu wa kudumisha uzalendo, utii, uaminifu na uhodari wa kazi. Haya yawe msingi wa kijana wa Kitanzania mahali popote mtakapokuwa. Wazazi na walezi, tuendelee kuwalea watoto wetu, bado wanahitaji malezi yetu ili wafikie malengo yao. Mtoto kwa mzazi hakui. Kumaliza form 6 sio kwamba amekuwa mkubwa, bado anahitaji miongozo na malezi yetu. Nanyi watoto, wanafunzi, mkubali kuendelea kulelewa kwa umri wenu. Ukijiona umekuwa mkubwa, ndio ule usemi usemao kuwa mtoto asiyesikia malezi ya wazazi wake, dunia itamlea au itamfunza yenyewe. Mafunzo ya dunia yanajulikana, ni mengi. Mojawapo ni haya vitendo vya ulevi, uvutaji bangi, usurulaji, uzembe, wizi, uasherati na kadhalika. Hayo ni baadhi ya malezi ya dunia. Tujiepushe nayo. Ninarudia, tujiepushe nayo. Waswahili tunasema kujituma kwa bidii huleta mafanikio mema. Hivyo mwanafunzi, unatakiwa ujitume kwa kusoma kwa bidii ili uweze kufanikiwa. Kwa wanafunzi wanaobaki, sisi tunaobaki kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 5, tunao nafasi ya kuandaa maisha yetu. Tunao wajibu mkubwa wa kufahamu kwa nini tupo hapa na tunatakiwa kufanya nini. Huu ndio wakati wa kuchagua ni nini cha kusoma au ni nini cha kutilia mkazo zaidi. Wote tunafahamu umuhimu wa masomo ya sayansi na lugha. Chagua masomo hayo na uyafaulu. Aidha, tufuate nyayo za wakubwa wetu hawa. Wazazi na walezi wenu wamewaleta shuleni kupata malezi na taaluma, sio zaidi ya hapo. Ni wasihi sana, msome kwa bidii, msome kufa na kupona, msome kwa malengo, lakini mumtangulize Mwenyezi Mungu katika masomo yetu. Wale ambao wanabaki kwetu sisi wazazi na walezi, wajibu wetu ni kufuatilia mwenendo na maendeleo ya watoto wetu wakiwa shuleni na wakiwa likizo. Kulipa karo na matumizi mengine haitoshi. Mtoto anahitaji kusikia mwalimu anasema nini, mzazi au mlezi anasema nini, na wengineo wanasema nini. Mkusanyiko wa sauti zote hizo lazima mtoto ataelewa. Zaidi ya yote, sauti hizo ziwe za kuwatia moyo na matumaini, sio kuwavunja moyo watoto. Mahafali tunayoifanya leo hii ni mahafali ya 21 toka shule imeanza kutoa wahitimu wa kidato cha 6. Watahiniwa wa mwaka huu 2026 walianza masomo yao Julai 2024 wakiwa wanafunzi idadi 216, kati yao wavulana 146 na wasichana 70. Watahiniwa hao hadi siku ya leo wanapoelekea kuhitimu masomo yao wapo 209, wavulana 144 na wasichana 65. Maendeleo ya taaluma shuleni yamekuwa yakiimarika mwaka hadi mwaka. Shule imekuwa na maendeleo mazuri kitaaluma na hasa kwa upande wa A-level. Shule imepata tuzo, zawadi na barua za pongezi kwa nyakati tofauti. Mfano, mwaka 2020 shule ilitunukiwa tuzo na cheti na Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa wakati huo, kwa kuwa shule ya 9
kitaifa miongoni mwa shule zilizoboresha ufaulu kwa kiwango cha juu kwenye mtihani wa kidato cha 6 mwaka 2020. Aidha, mwaka 2021 mpaka 2025 matokeo ya kidato cha 6 yameendelea kuwa mazuri zaidi na kufanya shule iwe ya kwanza kwa miaka yote mfululizo kati ya shule 8 zenye A level zinazomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Shule inakuwa ya kwanza. Matokeo hayo ya kidato cha 6 yameendelea kuwa mazuri kwa miaka mingi mfululizo. Aidha, mwaka 2023 shule ilifanikiwa kufuta daraja la 3 kwa kupata ufaulu wa daraja la kwanza na la pili tu. Mwaka 2025 shule ilifanikiwa kupata idadi kubwa sana ya watahiniwa waliopata daraja la kwanza. Malengo ya shule ni kuwa na ufaulu wa daraja la kwanza pekee. Mwaka jana shule imefanikiwa kufuta kabisa daraja la 4 kwa wanafunzi wa kidato cha 4. Matokeo ya 2025 yalikuwa ifuatavyo: wanafunzi waliopata division 1 walikuwa 25, wanafunzi waliopata division 2 walikuwa 46 na wanafunzi waliopata division 3 walikuwa 11. Hakuna mwanafunzi aliyepata division 4, hakuna mwanafunzi aliyepata division 0. Jumla wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa 82. Matokeo ya kidato cha 6 naomba niyasome kwa miaka mitatu mfululizo. Mwaka 2023 wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa 230, waliopata division 1 walikuwa 144 na waliopata division 2 walikuwa 86. Hakuna mwanafunzi aliyepata division 3, hakuna mwanafunzi aliyepata division 4, hakuna mwanafunzi aliyepata division 0, na wanafunzi wote walipata sifa ya kwenda chuo kikuu. Mwaka 2024 wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa 281. Wanafunzi waliopata division 1 walikuwa 178. Wanafunzi waliopata division 2 walikuwa 96 na wanafunzi 7 walipata division 3. Hakuna mwanafunzi aliyepata division 4, hakuna mwanafunzi aliyepata division 0. Wanafunzi wote waliofanya mtihani 281 walipata nafasi ya kwenda chuo kikuu. Mwaka 2025 wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa 274. Wanafunzi waliopata division 1 walikuwa 185. Wanafunzi waliopata division 2 walikuwa 87 na wanafunzi wawili walipata division 3. Jumla ya wanafunzi wote 274 walipata nafasi ya kwenda chuo kikuu. Vijana wangu wanaohitimu masomo leo hii wako 209. Wenyewe wanasema wote 209 watapata division 1. Ukiangalia trend ya division 1 kwa shule yetu ni nyingi kuliko division 2, ni nyingi. Division 2 ni nyingi kuliko division 3. Hatuna division 3, hatuna division 4, hatuna division 0. Nikitaja matokeo ya mwaka 2020 kwa division 1 mpaka 2025 ni ifuatayo. Mwaka 2020 kwa sababu sisi tumejiwekea lengo la kuongeza division 1 kila mwaka. Mwaka 2020 division 1 zilikuwa 76. Mwaka 2021 division 1 zilikuwa 89. Mwaka 2022 division 1 zilikuwa 100. Ilimuia alipoziona 100, ilimuia mkuu wa majeshi
kututembelea hapa Ruhwiko Sekondari na kututunuku huu ukumbi tuliokaa sasa hivi. Namshukuru sana mkuu wetu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda alipotutembelea siku ya tarehe 15 Novemba 2022 na kutupa hamasa kuendelea kufanya vizuri. Mwaka 2023 Division 1 zilikuwa 144. Mwaka 2024 Division 1 zilikuwa 178 na mwaka 2025 Division 1 zilikuwa 185. Hakuna mwaka ambao sisi Division 1 imeshuka. Kwa hiyo tumejiwekea utamaduni wa kuongeza Division 1 kila mwaka na kupunguza kwa kiasi kikubwa Division 2 na kufuta Division 3. Mikakati ya kusimamia taaluma imejengwa na mambo makuu manne yaliyopo jeshini ambayo ni uaminifu, utii, uhodari na nidhamu nzuri. Msingi huu wa mambo manne sambamba na kufundisha mafunzo madogo madogo ya ukakamavu kama tulivyoyaona leo pale, yanawafanya wanafunzi kuwa na nidhamu ya hali ya juu sana, wakakamavu, wepesi wa kutekeleza maelekezo mbalimbali wanayopewa na walimu. Pia msingi huu wajengea wanafunzi kumbukumbu nzuri na kuwawezesha kufaulu mitihani yao